Umechoka kulipia vifurushi vya gharama kubwa ilhali hutazami mechi zote? Acha kupoteza pesa zako. Kwa 5,000 tu, pata mechi zote duniani pamoja na channels za DStv, Azam TV na Ligi Kuu ya Tanzania moja kwa moja kwenye simu yako. Mahali popote, muda wowote, bila stress. 5,000 inasawa na mwezi mmoja. 10,000 inasawa na miezi miwili. Wasiliana nasi WhatsApp kwa 0659 387 069. Rudia 0659 387 069. Soka ni kwetu, burudika kiganjani kama boss. Bwana, wachambuzi wamekuja vizuri kuchambua vizuri goli na penalty ambao Taifa Stars amenyimwa dhidi ya Morocco kule katika michuano ya AFCON. Moja kwa moja utawaelewa namna ambavyo ikifanya. Hakika tumefanyiwa hujuma ya wazi. Sasa huyu ni Mamadou Gaye akiwa na Al Brenton. Hawa ni wachambuzi nguli barani Afrika ambao wamekuwa na maendeleo makubwa sana katika mpira wetu wa hapa Afrika. Kumbukwe Mamadou Gaye ndiye mchambuzi nguli kweli, anajuaga matukio na yuko faster sana katika kuchambua au kufanya uchambuzi wa baadhi ya matukio. Sasa uchambuzi wake umejikita zaidi kwenye penalty ambayo Idi Suleiman Nado amefanyiwa dakika za mwishoni kabisa, dakika 94 dhidi ya Morocco, ambaye Hakimi alikuwa akikimbizana na Idi Suleiman Nado. Sasa moja kwa moja tukio lilikuwa wazi kabisa, linaonekana kwamba Taifa Stars amenyimwa, kwa sababu ukija kuangalia Idi Suleiman Nado alikuwa mmiliki wa ule mpira kama ulivyoshuhudia pale, kwa sababu Taifa Stars kabla ya kwenda moja kwa moja kwenye matukio walianza dakika ya kipindi cha kwanza wakicheza kwenye mfumo wao ambao Gamondi aliwaelekeza, mfumo wa 4 mfumo wa 3-4 lakini 2-1, yani kwa maana kwamba 3-4-2-1, yani ni mfumo ambao alikuwa anahitaji moja kwa moja wajilinde zaidi ili waweze kupata chochote kitu. Sasa moja kati ya vitu ambavyo walifanikiwa ni kuwafanya Morocco waingie kwenye mfumo wao. Sasa Morocco wamepata goli katika mazingira ambayo ni ya mchezaji mmoja. Kitimu wamezidiwa. Kwa hiyo wamechokifanya ni kucheza mchezaji mmoja. Brahim Diaz, mchezaji nyota wa kimataifa wa Morocco ambaye anakipiga katika klabu ya Real Madrid, ndio ambaye amefunga goli. Lakini sasa Gamondi aliona ni wazi kabisa kwamba hapa tushapoteza, ni kujilipua. Kwa hiyo Taifa Stars wakabidi kufunguka kwenda kushambulia. Wakati wanakwenda kushambulia sasa ndipo ambapo mambo yalikuwa magumu. Pale katikati ulimwona Lalakia pamoja na Novatus Dismas ambao walitumika katika eneo la kati kutuliza muhadhara, yani wakilifanya dimba kuwa nyumbani kwao. Wamecheza mpira ambao ulikuwa na kiwango cha juu mno, mpira ambao ulikuwa na malengo ya juu mno, lakini bahati isiyokuwa ya kwao ni kwamba Morocco wao walikuwa wameshajilipua na kuja moja kwa moja. Kwa hiyo ikawa na walazimu sasa Taifa Stars wanaposhambulia wanarudi haraka. Kwa hiyo hawana usahihi tena wa kumalizia katika nafasi ambayo wameshambulia. Kwa hiyo kienda kushambulia ni kwamba pasi inavyokuja akishaunganisha tu kwamba amekosa na kimbia, hawezi kujihakikisha kwamba anafanya vizuri. Sasa moja kati ya matukio ambayo yameshangaza ni kwamba dakika za jioni ambao Idi Suleiman Nado anaingia, inapigwa pasi kutoka kwa Charles Mombwa. Idi Suleiman Nado tayari akosha wini mpira, ameupa Gadi. Umeona, wakati ameupa ule mpira Gadi, ilikuwa ni radhi kabisa au ni wazi kwamba ule mpira upo miguuni mwa Idi Suleiman Nado, na sheria inasema kwamba ukiwa tayari wewe ndo mmiliki unapaswa kujimoya. Ukiguswa tu there is a offside or there is a foul ambao utabi awarded, yani ni zawadi ambao unapewa kabisa. Sasa angalia ambacho kilifanyika kwa Idi Suleiman Nado, amesukumwa kabisa, mkono unajionyesha pale, kasukumwa. Wakati anasukumwa anaanguka chini, referee anajifanya haoni, kitu ambacho kimekuwa ni very shame, kwa sababu tayari unakuja kuona kabisa ni mateso ambao wamepewa. Hii imewashawahi kujitokeza kule Afrika Kusini baada ya mchezo wa Mamelodi Sundowns na Young Africans. Pia waliwahi kupata goli Young Africans lakini wakakataliwa. Kwa nini? Kwa sababu ya nadhani ni uonevu tu ambao unakuwa ukijitokeza kwa katika mpira, marefa kutokuwa makini, lakini pia upendelewa pale na pale. Lakini mimi nadhani kwa hii game ilikuwa inaenda 120, yani 120 30 zile za nyongeza baada ya dakika 90 kumalizika. Ndicho kitu ambacho kilikuwa kinatazamiwa hapa. Tumeshuhudia the way ambavyo Taifa Stars wamekimbizana, Ibrahim Abdullah Baka kwenye kiwango bora zaidi, Dickson Job kwenye kiwango bora zaidi, lakini pia tumemshuhudia Bakari Nondo Mwamnyeto skipper kwenye ubora wa hali ya juu mno, na tumeshuhudia dimba la kati likichezwa katika ubora wa hali ya juu. Seleman Mwalimu ambaye muda wote alikuwa akiwafungisha virago, akiwakimbiza Morocco, lakini isivyokuwa bahati ni kwamba haikutarajiwa, haikupendezwa. Lakini kiukweli kabisa